Yes, bwana inakuwaje? Karibu sana kwa wewe ambaye kwanza unaitazama channel ya PM Online kubwa zaidi. Nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe lakini pia kugusa hiyo alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kuweza kupokea taarifa mbalimbali za kimichezo lakini pia burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Kubwa zaidi ni kutazama kile ambacho kinaendelea katika ligi kuu ya soka ya Tanzania bara ambapo inaelezwa kwamba golikipa wa Simba Musa Pimpin Kamara hatima yake na kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba kwa sasa imefikia pazito, na hii ni mara baada ya mkataba wake au kandarasi yake kufikia mwishoni, na inaelezwa kwamba alipewa kandarasi ya mwaka mmoja, na kile ambacho kinaendelea kwenye kikosi hicho ni mabosi wa Simba kujadili kuhusu hatima yake kuelekea mwishoni mwa msimu huu, huku kuna baadhi ya viongozi wakitaka golikipa huyo aongezewe mkataba na kuendelea kusalia katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, lakini mabosi wengine wanadai kwamba golikipa huyo amekuwa na makosa ya kujirudia rudia mara kwa mara, na wakitaka waweze kuachana naye na wamrejeshe Ayubu Lacred kwenye nafasi ambayo ataiacha golikipa huyu Musa Pimpin Kamara. Wanasema makosa ambayo amekuwa akiyafanya kwenye baadhi ya michezo yanajirudia rudia na kuona kwamba amekuwa akishindwa kujirekebisha kwenye baadhi ya makosa na kushindwa kuelewa na kuhandle pressure ya michezo mikubwa, hasa ukizingatia pale ambapo anapewa maelekezo na viongozi wake. Lakini pia kubwa ambalo limegusiwa pia kwenye taarifa ambayo nimeweza kuipata kutoka chanzo cha kuaminika pale katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, kile ambacho alikifanya kwenye fainali ya kombe la shirikisho pale katika dimba la New Amaan Complex kuweza kugombana na ngoma hadharani, ndicho ambacho pia kimeendelea kugongelea msumari ya kwamba atemwe kwenye kikosi hicho cha Simba na Ayubu Lacred aweze kurejeshwa kwenye nafasi ambayo alikuwa anaitumikia mwanzo. Ikumbukwe Ayubu Lacred alitolewa kwenye orodha ya magolikipa ambao wataitumikia Simba kwa msimu huu katika michezo ya nyumbani lakini pia ya ugenini, na aliomba aendelee kusalia kwenye kikosi cha Simba ili aendelee kujifua lakini pia kujiandaa kwa ajili ya kutafuta changamoto nyingine mpya pindi ambapo ataondoka kwenye kikosi cha Simba. Sasa kwa upande wa Simba imeelezwa pia magolikipa wengine wanaweza kupewa thank you, na golikipa wa JKT ndiye ambaye anapewa nafasi kubwa ya kuweza kuchukua nafasi ya kumrithi Musa Pimpin Kamara pale ambapo ataweza kutemwa au pale ambapo Simba na mabosi wake watafikia hatua ya kukubali kuweza kuachana na Musa Pimpin Kamara. Hivyo tegemea lolote kuelekea mwishoni mwa msimu kwa golikipa Musa Pimpin Kamara kuweza kutemwa au kuendelea kusalia kwenye kikosi cha Simba, lakini magolikipa wengine kama Aishi Salum Manula tayari amekwisha kusaini kandarasi mpya na mabosi wake wa zamani pale Azam, na ni swala la muda tu kuweza kutangazwa kutua pale Azam Complex kwa ajili ya kuendelea kukiwasha na kuendelea kufanya maajabu kwenye ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Abel Hussein tayari amekwisha kupewa taarifa kwamba atatemwa mwishoni mwa msimu huu na anajiandaa kwa ajili ya kufanya hivyo. Mtu pekee ambaye angalau bado ataendelea kuwepo kwenye kikosi cha Simba ni Ali Salim, ambaye bado mabosi wa Simba wanaendelea kuamini kwamba kuna kitu atakuja kukionyesha kwenye kikosi cha Simba msimu unaofuata. Lakini kubwa zaidi, fahamu hilo kwamba sasa hivi panatokota pale Msimbazi, kila mtu akitaka kufahamu hatma ya golikipa Musa Pimpin Kamara ambaye mabosi wanajadili kuhusu hatima yake ya kuendelea kusalia kunako kikosi hicho. Bwana, mimi nikwambie tu kwamba usiache kuweza kusubscribe lakini pia kugusa hiyo alama kengele ile usipitwe na taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na burudani kipindi tu ambapo zinatokea. Till next time.